hiyo. Gloria Milimu, KTN. Kwa siku ya pili mfululizo, maafisa tabibu kote nchini wameendelea na mgomo wao wakiitaka serikali kutekeleza matakwa yao, ikiwa ni pamoja na mkataba wao wa kurejea kazini wa mwaka 2024. Isitoshe, maafisa hao wamezidi kukosoa usimamizi wa bima mpya ya afya ya SHA wakidai kubaguliwa. Chebet Birir na taarifa zaidi. Maafisa tabibu Jumatano walifanya maandamano nje ya Wizara ya Afya House jijini Nairobi, na baadaye kuelekea lililokuwa jengo la NHIF ambalo sasa ni SHA, ambapo waziri wa afya Debra Baraza alikuwa akifanya mkutano na wanahabari. Kulingana na mwenyekiti wa muungano wao wa KUKO Peterson Wachira na katibu mkuu George Gibore, serikali imewanyima maafisa wa tabibu haki ya kupata huduma za afya na kuonyesha upendeleo kwenye utekelezaji wa afya ya jamii SHA. When you discriminate clinic officers, you discriminate all the patients who rely on clinic officers to get the service. Maswala yaliyoibuka ni pamoja na kutotimizwa kwa makubaliano yaliyopo kwenye mkataba wa kurejea kazini wa mwaka wa 2024 na kubaguliwa kwa wanachama wao kwenye bima ya mamlaka ya afya ya jamii SHA. Wale maafisa wa UHC ambao wamekaa kwa muda wa miaka 5 wakiwa na zile contract ambazo hazistahili, na unapata wanafanya kazi moja na wale maafisa wenzao ambao wako PNP, na unapata huyu wa UHC analipwa mshahara nusu, wale mwingine analipwa mshahara wake ambao unatosha. Mgomo huu unajiri mwezi mmoja tu baada ya KUKO kusitisha mgomo wao wa awali kwa muda wa siku 21 kupisha mazungumzo na baraza la magavana na Wizara ya Afya. Maafisa hawa sasa wamerejelea mgomo baada ya muda huo kukamilika, huku wakitaka kukomeshwa kwa ubaguzi na kutengwa katika SHA, wakitaka maafisa tabibu wanagenzi kuajiriwa kwa mikataba ya kudumu na kushughulikia maslahi ya wahudumu chini ya afya kwa wote UHC kwa kuwapa ajira za kudumu pia. They have also contravened Article 47 of the Constitution that talks about fair administrative procedures and processes. Isitoshe, maafisa tabibu sasa wanashinikiza kubanduliwa kwa bodi ya SHA, wakisukuma hili kupitia ukusanyaji wa saini za kuwabandua afisini mwenyekiti wa SHA Daktari Abdi Mohamed na kaimu afisa mkuu mtendaji Robert Ingasira kwa uongozi duni wa SHA. They have no reason to be in place. We are petitioning the president to remove them so that we have people who are competent and are willing to implement the law and order in this country. Wakati huo huo, waziri wa afya Daktari Debra Baraza alipokuwa akizungumza kwenye kikao cha kila wiki na waandishi wa habari, alisema anafahamu masaibu ya maafisa tabibu na kwamba ni swala la rasilimali watu ambalo linashughulikiwa. But we want to be very open to all Kenyans when it comes to payment. Yes, and we want to fight corruption. First of all, dealing with the concerns that have been there in the NHIF. Chebet Birir, runinga ya KTN.